Tangu uchaguzi mkuu wa Cameroon kufanyika Oktoba 12 mwaka huu, taifa hilo limeshuhudia vurugu, ghasia na machafuko. Serikali ya Cameroon imesema kiongozi wa upinzani nchini humo Issa Chiroma Bakari atachukuliwa hatua za kisheria kufuatia machafuko hayo. Waziri wa usalama wa kitaifa nchini Cameroon Paul Atanga Nji anasema Bakari anakabiliwa na madai ya kuchochea maandamano yenye vurugu na kusababisha takriban watu 4 kuuawa. Mapigano kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa upinzani yanaendelea kushuhudiwa, huku Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 akitangazwa mshindi kwa muhula wa 8 mfululizo. Kulingana na tangazo la tume ya uchaguzi nchini Cameroon, Biya alishinda uchaguzi huo kwa jumla ya 54% ya kura zote zilizopigwa, huku mpinzani wake Chiroma akipata 37%. Awali Chiroma alikuwa amejitangaza mshindi wa uchaguzi huo, madai ambayo yalitupiliwa mbali na chama tawala cha Biya cha Cameroon People's Democratic Movement CPDM. The truth of the ballot is clear. The official report from our polling station, compiled and secured by our representatives across the country, demonstrate unequivocally that we won this election by a large majority. This victory is not mine alone. It belongs to the Cameroonian people. Ukandamizaji mkali unaofanywa na maafisa wa usalama dhidi ya waandamanaji umeitia wasiwasi jumuiya ya kimataifa, huku Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya zikitoa wito wa kujizuia. Siku ya Jumanne, Nji alishtumu Chiroma Bakari kwa kuandaa maandamano aliyosema kuwa ni haramu na kusababisha watu kupoteza maisha, na pia akimkosoa kwa kutangaza ushindi katika uchaguzi huo. Aliongeza kuwa washirika wa Chiroma wanaohusika na mpango wa uasi pia watachukuliwa hatua za kisheria. Paul Biya ambaye aliingia madarakani mwaka 1982 sasa ndiye kiongozi wa nchi mwenye umri mkubwa zaidi duniani. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.